Naam, habari, karibu sana. Hii ni Perfect Bongo TV na leo tumepata nafasi tena nyingine ya kukutana na dada ambaye yeye amepitia mkasa wa kwenda kufanya kazi za ndani katika nchi za Kiarabu na akakutana na changamoto huko za kutakiwa na watoto wa familia nzima, ikapelekea kuweza kuchomwa sindano yenye sumu ambayo imeweza kumletea madhara, lakini pia aliwahi kutakiwa kimapenzi na baba yake wa kambo. Tuko naye hapa na tunazungumza naye, atatuelezea magumu na mapito yote ambayo ameyapitia kwa nia ya kuweza kutufunza na kuelimika juu ya mkasa wake wa maisha yake. Dada, habari yako? Salama. Nzima? Nzima. Unaendeleaje? Salama, sijui wewe? Salama kabisa. Okay, utambulisho wako labda kwa watu ambao hawakufahamu, kwa sababu kuna watu ambao ndo wanakuona kwa mara ya kwanza leo. Unaitwa nani, mwenyeji wa wapi, na ilikuwa vipi historia yako ya nyuma kwa ufupi mpaka kupelekea kufikia huko? Kwa majina naitwa Yusrat Hussein, naishi Dar es Salaam. Okay. Sawa. Yusrat, nataka kujua chanzo cha wewe kwanza, maisha yako yalikuwa vipi mpaka ukaona sasa hapa bora tunisafiri niende nikatafute maisha? Kiukweli alikuwa magumu. Ndipo nilipoamua nisafiri niende nikatafute maisha mbali na hapa Dar es Salaam. Ilikuwaje magumu? Magumu katika kifamilia, yani nilikuwa naishi na mama baba. Kwa bahati mbaya mama akabahatika kuolewa na mwanaume mwingine. Baba yeye alikuwa wapi mpaka mama akaolewa na mwanaume mwingine? Baba yeye alisafiri kidogo. Alituacha nyumbani. Yaani baba na mama walitengana? Ya, walitengana. Walikuwa wametengana. Ndipo mama kaolewa na mwanaume mwingine ambaye mimi namwita ni babangu wa kufikia mlezi. Naye alikuwa mlevi, akirudi nyumbani amelewa. Yaani kiufupi maisha yake alikuwa hayaeleweki. Huyo baba wa kambo? Ya. Kwa hiyo huyo baba ikafikia hatua akawa ananitaka kimapenzi. Yaani ni kwa sababu ya ulevi ama nilikuwa ni tabia yake? Ni tabia yake, akiwa amelewa au akiwa yupo bila kulewa. Okay. Mama alikuwa analijua hilo ama alikuwa anafanya kwa siri? Alikuwa anafanya kwa siri, ila nilikuja nikaamua tu nimwambie bi mkubwa. Nilivyomwambia akasema, yani hakuamini kwanza kwa hilo, akasema ngoja basi nifanye uchunguzi. Akagundua ni kweli, akamwambia mume wake, lakini mume wake aliendelea na tabia yake, na mimi ndipo nilipochukua hatua ya kuondoka nyumbani na kuishi mtaani. Yaani sasa ulikuwa unaishi na nani mtaani, ama ulikuwa na mtu unaishi naye? Nilienda kwa mashoga zangu, kwa marafiki zangu, nikawa naishi kwenye mambo ya mageto haya. Bora maisha ya nje ya nyumbani? Bora maisha ya nje ya nyumbani kuliko ya pale nyumbani nilikopo nayapitia. Nilivyokuwepo huko na maisha ya kwenye mageto huko na wasichana wenzangu yakuwa mazuri sana. Ndipo nikaamua, kuna rafiki yangu mmoja akanitafutia wakala, akaniambia kwamba kuna kazi nje na hapa Dar es Salaam. Kabla ya kuanza kutafutiwa wakala na kutaka kuenda kufanya kazi nje ya hapa Tanzania, nataka kufahamu maisha ambayo mlikuwa mkiishi ya magetoni. Wananiambia maisha ya magetoni na wasichana wenzako hayakuwa mazuri. Nataka kujaribu kushare na hivi, mlikuwa mnaishi vipi? Kwa sababu hapo wote nyinyi yani kila mtu anajitegemea mwenyewe katika masuala mazima ya kula, au kiume na kuaje, mavazi na nini na vitu kama vingine. Kila mtu yuko anajitegemea mwenyewe kwenye kula, mavazi. Yani sisi tuko tunashia kulala tu basi. Ila kivingine na kila mtu kivyake. Sasa wewe binafsi, wewe ulikuwa au na marafiki zako wote ambapo hapo magetoni mlikuwa mnafanya vitu gani ili mpate pesa ya kwenda kula, kwa sababu maisha tu chumba? Wenzangu walikuwa tu huko, yani wala kujiuza tu mitaani huko. Wakipata pesa ndipo walete nyumbani tule. Ulikuwa unakaa tu nyumbani? Mimi nilikuwa nakaa tu nyumbani kwa sababu sikuyazoea ile maisha. Kwa ukapata connection na wakala agent? Nikapata connection na agent. Ndipo akaniambia michongo yote ya kwenda huko, kaamua nifuatilie.
Nilipofuatilia nikafanikiwa. Changamoto kwa hapo kabla hujasafiri, changamoto zilikuwa ni hizo tu ama kulikuwa kuna changamoto zingine zaidi? Nilikuwa nyingi. Kiachana na hiyo ya kujiuza madada. Na wengine walikuwa wakienda akirudi wananitupia maneno ambayo mimi sikuyapenda kiukweli. Kwa kunisema wewe unakaa hapo nataka sisi tukulishe upo tuchangamka mjini hapa. Wewe mambo bado hujazoea. Mambo mimi sijazoea kabisa hadi sijaanza. Kwa hiyo yakawa yananiletea shida kiukweli, yakawa yananiumiza. Ukawa sasa ndo umemalizana nao pale vile kwa ajili ya kwanza kusafiri. Ilikuwaje? Yaani ilikuwa vipi connection ya kuweza kusafiri au ulipataje? Nilikuwa na rafiki yangu ambaye yupo nchi ya Oman huko. Tulikuwa tunawasiliana kila siku. Kwa hiyo baada ya mimi kumwambia kisa changu, mkasa wangu wote, akaniambia basi subiri nikupe connection ya kuja huku. Kuna rafiki yangu ambaye alinipa mimi mchongo wa kuja Oman. Ngoja niwasiliane naye alafu takuunganisha ili na wewe uje huku uje ujitafute kimaisha, uondokane na kero za hapo nyumbani kwenu hapo. Kero za nyumbani na hapo kwa marafiki zako, mashoga. Yeye ndo akawa amekufanyia huo mpango. Ilikuwaje? Amenifanyia mpango kweli, akanitafutia agent akanipa maelekezo yote kwamba niwe na namba ya NIDA. Nikaambiwa kwamba nitapima. Nikaambiwa kwamba kwanza niwe na pesa. Niwe na pesa ya kutosha. Pesa ambayo sasa itatumika katika hivyo vipimo au itatumika katika nini gani? Ambayo maana kutoka hapa Dar es Salaam kwenda mpaka Oman ni hatua kidogo, lazima niwe na pesa ya ziada. Niwe na pesa ya kutosha ili nikidhi mahitaji yangu binafsi. Lakini mambo mengine nauli na nini huwa wanakulipia wao wenyewe ama wananilipia wao wenyewe? Yaani anatoa boss huyo ambaye anataka mfanya kazi. Anatoa boss ambaye anataka kufanya kazi. Kwa hiyo agent akawa amekuunganisha naye ukawa unawasiliana naye. Nawasiliana naye ndio akawa ananifanyia huo mpango wote. Wakati mpaka huo unaendelea na hizo process, huo mpango kuhusuka na safari na nini, nyumbani labda walikuwa wanajua ama marafiki zako ambao walikuwa wanaishi nao pia walikuwa wanafahamu? Hapana, walikuwa hawafahamu nyumbani wala marafiki zangu. Sikuwahi kumjulisha mtu yeyote ile. Kwa nini sasa ulikuwa umefanya kwa siri? Nilikuwa nahofia kwamba labda angenicheka, wangeniona ni mjinga. Sasa pale kwa marafiki zangu. Kwa taratibu zote zikawa zimeisha pale. Kazi imeisha pale. Safari yako sasa ya Oman, nataka kujua ulipofika na nini na maisha ya huko Oman. Kwanza kabisa nilivyotoka Dar es Salaam nilishia hapo Zanzibar. Tumekaa Zanzibar kama wiki ili tukisubiria tiketi za kuelekea huko Oman. Tumekaa wewe una wenzako wengine ambao mnaenda kufanya kazi huko? Niko na wenzangu, sikuwa peke yangu. Tulikuwa kama 4 hivi. Kwa hiyo tulikaa, baada ya wiki ndipo tukapata tiketi tukasafiri kwenda huko Oman. Tulitoka uwanja wa ndege ilikuwa ni saa 9 alasiri. Kuelekea huko Oman. Ukafika kwa mara ya kwanza, hujawahi kufanya kazi za ndani na ndo safari yako ya kwanza. Kwa mara ya kwanza ilikuwaje na maisha ya hapo katika hiyo nyumba ambayo uko umefikia kwa huyo bosi wako? Taratibu zilikuwaje na mlikuwa mnaishi vipi? Kwa kweli sikuwahi kufanya kazi yote ya ndani. Na nilikopo sielewi kazi za ndani. Yaani najua nishazoea tu kama kazi za nyumbani, lakini ni tofauti na za kule. Tofauti kama kwenye mambo ya mapishi. Vyakula wote tunatofautiana. Mapishi wao wanataka vyakula gani au mnapika vyakula gani? Kama huko tuna ugali, wao kula watumii ugali. Au kwa ni mapochopocho? Ni mapochopocho. Na wewe kupika ulikuwa hujui ama ulikuwa unajua? Nilikuwa sijui kupika vyakula vyao, ila nilielekezwa jinsi ya kupika. Changamoto hiyo ya vyakula labda na vitu gani vingine ambavyo vilikuwa vigeni zaidi kwako kule?
nahisi ni hivyo tu, mambo ya vyakula utofauti upo hapo. Changamoto za pale ni kuosha vyombo. Kulikuwa kuna vyombo vingi sana, na ukizingatia tulikuwa wafanyakazi wawili, ambaye ni mimi na mama mwingine ambaye kidogo miaka yake imeenda, yani ni mtu mzima. Kwa hiyo kazi zilikuwa nyingi. Kama ni kuosha vyombo, unaweza kuosha vyombo lisaa lizima, yani unafanya kazi ya kuosha vyombo tu. Na kwenye kufua, at least kwenye kufua kuna mashine ya kufulia. Kuna hivyo vyombo vya nyumba nzima, yani kwa maana wote nyewe watu wawili tu? Watu wawili tu nyumba nzima, vyombo hivyo vinakuwa vingi sana. Na kama unavyojua kwa wenzetu wanaishi kifamilia, familia yao wakubwa sana. Unakuta mama, babu, bibi, shangazi, wajukuu, wote wako sehemu moja. Wapo sehemu moja. Wote mnatakiwa muwahudumie nyie. Wote tunatakiwa tuwahudumie sisi. Sasa ilikuwaje sasa mpaka ukachomwa sindano, na ilikuwa vipi mpaka ukatembea na hao watu wa kwenye hiyo nyumba, kwa sababu niambia pia ulitembea nao? Wamenichoma sindano ili kuzuia kizazi, na sikujua lengo lilikuwa nini kuchomwa sindano. Wao waliniambia na kuchoma sindano kwa sababu gani? Waliniambia tu ni chanjo. Ndio maana nikachomwa sindano, ila sikujua kope na maanisha nini. Na ulienda kupeleka hospitali ama ilikuwaje? Hapana, ila nilikuja kugundua kwamba haikuwa chanjo, yani kama walivyomaanisha, hiyo ni ya kuzuia kizazi. Maana mule ndani kulikuwa kuna vijana 9. Wote wa Kiarabu. Wa Kiarabu, wote wa kiume hao. Kwa hiyo kopo anataka kimapenzi. Kila mmoja kopo ananifuata kwa wakati wake. Katika hao 9. Katika hao 9. Sasa ilikuwaje? Yaani ilikuwa vipi ukawa nao wote hao 9? Na lengo la kukuchoma wao sindano ni usizae. Lengo lao ili nisizae. Kwa hiyo wao wakawa wanatumia hiyo chance ya kuja kuniingilia. Kila mtu atakave muda wowote siku anakuja anagonga hodi hivi yani. Uliwahi labda siku moja kuzungumza labda kwa wazazi wao au kwa wakubwa wao kwamba wananitaka au inakuwaje au ilikuwa vipi, au na wewe ulikuwa hapo kuna ambao ulikuwa unawakubalia kwa moyo wa dhati? Niliwahi kuja kusema kwa wazazi wao, ila kanaambia kwamba kila kitu unatakiwa ufanye, chochote utakachoambiwa na mtu yoyote alikopo lazima ufanye, utimize. Mtu yoyote akikuomba kitu nimpatie. Kwa kufungukia wewe au wakubalie? Yani ni wakubalie wote. Kwa sasa ukawa unaweza kuamudu vipi? Walikuwa wanapishana tu. Walikuwa wajuani lakini. Wajuani. Walikuwa wajuani. Kila mtu alikuwa anakuja kwa wakati wake. Kwa katika hao 9 wewe hakuna hata mmoja ambaye ulikuwa umemridhia, unafanya tu kwa shida, ama ulikuwa ambao kuna ambaye labda umekuwa huyu ni kama wakwako permanent? Nilikuwa na kwangu permanent. Akija huyo nilikuwa naona sawa tu katika hao 9. Huyo ndio ulikuwa unampenda? Yeye alikuwa ndo mkubwa ama mdogo ama? Alikuwa ni mdogo, maana tulikuwa tunafuatana hivi. Hata kiumri mnaendana? Tulikuwa tunaendana. Kwa ikawaje sasa hapo, yani kwa mnaishije? Tulikuwa tunaishi tu hivyo hivyo. Kwa ukawa unaendelea na kazi pale, na changamoto hizo za kuwa na hao wachumba, tuseme ni wachumba, sijui ni mabosi au 9 au vijana, maisha mengine yalikuwa yanaendeleaje? Maisha mengine yalikuwa yanaendelea. Kwanza kiufupi, kuingiliwa na hao wanaume wote 9 iliniathiri kiafya. Nilikuwa sipo vizuri kiafya. Nilikuwa naumwa. Niliathirika kiafya, ila nikavumilia ili mkataba wangu uishe. Na mkataba wangu ulikuwa unaeleza ni kukaa miaka 2 pale. Miaka 2. Kwa hiyo nikakaa mpaka mkataba wangu ulivyoisha. Mabosi zangu waliniambia kwamba niendelee na kazi, niongeze tena mkataba. Ila mimi nilisema kwamba kwanza niende nyumbani nikasalimie wazazi, then nitarudi kuendelea na kazi hapa. Ila sikutaka kurudi, ila niliwaficha
ili wasijue kilichopo moyoni mwangu ni kipi. Yani hutaki tena kurudia hizo changamoto? Sikutaka tena kurudia hizo changamoto. Mkataba umekaa mkataba miaka miwili? Ya, miaka miwili. Ulivyoisha nirudi zangu Tanzania. Sasa wakati huo umekaa miaka miwili unafanya kazi, unalipwa kwa mwezi, ulikuwa unalipwa kiasi gani katika hiyo nyumba, na labda ulikuwa umejiendeleza katika kitu chochote ama hela zako ulikuwa unaweka tu au ilikuwa vipi? Nilifanikiwa huko nilipokuwa nafanya kazi huko, nilikuwa mshahara ulikuwa ni mzuri kwa mwezi 800,000. Nilifanikiwa kununua kiwanja nikatengeneza vyumba vyangu viwili, na pesa nyingine nilibakia nayo mwenyewe huko, niliweka kama akiba, nikirudi ili nipate pa kuanzia. Ukawa umerudi sasa Tanzania na umefanikiwa kujenga nyumba ya vyumba viwili. Ukawa unaishi mwenyewe ama ukawa umeolewa au ukarudi kule kwa mama ama umerudi tena magetoni kule ambapo ulipokuwa mwanzo? Ulikuwa unaishije baada ya kurudi Tanzania? Baada ya kujenga vyumba vyangu viwili, nilienda kwanza nyumbani kwa mama. Niliporudi nyumbani kwa mama nilimkuta mama akiwa akiishi peke yake, maana baba sikumkuta kwa kweli. Alikuwa alishamzika, alifariki. Huyo baba mlevi wa kambo? Ya, alifariki kwa pombe, maana alikuwa ni mnywaji sana wa pombe, lilimwathiri. Ukawa unaishi na mama? Ukawa naishi na mama. Na huku kwenye ile nyumba yangu ambayo nimetengeneza nilipangisha, ili mimi niendelee kuishi na mama. Nikakaa kule tena, sikurudi Oman. Nikakaa miaka miwili tena, nikaja nikapata mwanaume kunioa, nikaishi naye kwa miaka 5, la sikufanikiwa kubeba ujauzito wake. Ni kwa sababu na zile sindano nilizochomwa kwa kipindi nipo Oman zilimeathiri kizazi, sikufanikiwa kubeba ujauzito aina yoyote. Ndio hilo, baada ya kukaa muda mrefu bila kuzaa, kwenda hospitali ama ulipata ufahamu kwamba zile sindano ndizo zilizosababisha? Nilipata ufahamu ni zile sindano. Kwa hiyo sikukaa sana kwenye ndoa, niliachika kwa sababu ya iko kizazi sikuzaa. Unawaambia nini wadada ambao au watu ambao wanatamani kwenda Oman kufanya kazi na nini vitu kama hivyo kupitia changamoto ambazo umezipitia? Kwa ushauri wangu siwakatazi kwenda, waende, maana watu wanatofautiana katika mioyo yetu. Kuna wengine ni wazuri, wengine ni kama huyo niliyempata mimi. Kwa hiyo mtu ni bahati yako tu, unaweza kupata bosi mzuri na mwingine unaweza usipate bosi mzuri. Wapo wengine ambao wanapata bahati, wanaenda nyumba nzuri, wanafanya kazi vizuri tu, hawana shida. Hapo wanaopata bahati na kwenda kwenye nyumba nzuri, kama wale marafiki zangu nilikuwa nao 4, wale 3 ambao na mimi nilikuwa 4, wenzangu walifanikiwa nao walienda kwa bosi mzuri, kasoro mimi tu kwa bahati mbaya. Nilikuwa na bahati mbaya. Mpaka sasa hivi ndio uko na hilo tatizo? Niko na hilo tatizo mpaka hivi sasa. Pole sana. Asante. Sasa hizi umehamia mwenyewe kwenye nyumba yako hiyo? Hapana, bado sijaenda, nipo nyumbani naishi na mama. Kula nimepangisha na niingizia hela mwisho wa mwezi. Sasa hizi hauna mahusiano yoyote na mwanaume labda? Sina, sijaingia bado. Unaogopa labda? Naogopa kuachwa. Kwa sababu ya mtoto? Kwa sababu ya kizazi. Sina kizazi. Pole sana. Asante, shapoa.